Wanasema zaidi ya watu 40. Hizi ndo taarifa ambazo zipo, ingawa jana kuna taarifa tulipewa nyingine kwamba ni watu 4. Sasa kuna madukuduku yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii kama utayaona. Ni haya hapo. Ukiona Kigogo kazungumza, na wengine wengi wamezungumza, na taarifa nyingi kuhusu ajali ambayo iliyowabeba watu ama wana kijiji kwenda kumuona rais kwenye mkutano, lakini bahati mbaya walikutana na ajali mbaya sana. Sasa hiyo story imekuwa viral, na Askofu Mwamakula kuna vitu ambavyo ni kama vile anahoja makuuliza. Anaomba hili jambo lichukuliwe serious kwa sababu kulikuwa pia na wanafunzi. Yeye point yake kubwa ni kwa wanafunzi ama watoto wa shuleni. Askofu anataka uchunguzi juu ya watoto wa shule waliopata ajali wakielekea katika mkutano wa mwenyekiti wa CCM. Anasema hii picha inasambaa mitandaoni asubuhi ya leo, na kuna hisia kuwa aliyelazwa ni mwanafunzi ama mtoto wa shule aliyepata ajali katika lori baada ya kuamriwa na mkuu wa shule yao ili waende kusikiliza mkutano wa rais ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM. Naendelea kunukuu maneno ya Askofu Mwamakula. Anasema kama hisia, uvumi na minong'ono basi havienei katika jamii, sio afya. Kwamba wakuu wa shule huwalazimisha watoto na wanafunzi kuhudhuria mikutano ya CCM laweza lisiwe jambo la kisheria, lakini linaweza kuwa ni jambo zito kimaadili. Anaendelea Askofu Mwamakula kwa kusema kwa kuwa rais amemtembelea mtoto au mwanafunzi huyo na kumjulia hali, hivyo itakuwa anajulikana jina, shule aliyotokea, eneo analoishi na majina ya wazazi wake pamoja na ukoo ama familia yake. Kwa sababu hiyo tunatoa wito kwa watetezi wa haki za kibinadamu, waandishi wa habari, wanasheria, viongozi wa dini na hata wanasiasa, mbunge wake na viongozi wa kisiasa wa eneo husika kufuatilia jambo hilo kwa kina. Anasema tunataka kujua umri wa mtoto au mwanafunzi huyo na wenzake waliokuwa katika malori hayo na mazingira yaliyokuwa yakiendelea na mazingira yaliyowapelekea kuacha masomo na kupanda malori au mabasi kwenda kuhudhuria mkutano wa kisiasa. Tunataka kujua kama hiyo ilikuwa sehemu ya safari ya kimafunzo au la, na kama iliandaliwa lini na ilitolewa kibali na nani. Tunajua huenda wahusika wanaweza kuogopa kufuatilia kwa sababu mkutano huo ulikuwa ni wa mwenyekiti wa CCM ambaye ni rais, au pia tunajua kuwa hata askofu huyu anaweza kuwa matatani kwa kuhoji juu ya jambo hilo, lakini ukweli usopingika kuwa walinzi wa taifa hili ni jamii husika na wala sio viongozi pekee. Sasa Kigogo naye kuna vitu ambavyo aliviandika hapa, naomba nikusomee. Anasema alright, somba watu wazima, watoto kwenye magari wajaze mkutano wa CCM wamepata ajali mbaya na kuumia baada ya gari kupata ajali, yani kuhadaa umma kuwa CCM yao inapendwa. Mliona muifungie Chadema siku 14 mpumue. Mnazuia watu wasipige foto. Ajali mbaya huko Kisesa Mwanza. Mnataka kuwatoa kafara, wengine wamefariki ni Kisesa Meatu Simiu wala -- ajali. Kwa hiyo ukitazama kuna comment nyingi, lakini pia kuna watu ambao wao wanasema kwamba kuna watu ambao walikuwa na ndugu zao hapo kwenye hiyo mikutano, kama unavyoona hizi jumbe. Kama unavyoona wengine wanaelezea jinsi hali ilivyo. So kuna huyu ambaye anasema kwamba shangazi shikamoo, nasikia hali si shwari huko Simiu. Ajali imetokea, imeua watu wengi mno, yani plus 40 kwa taarifa za wenyeji wa huko. Lori lilikuwa limebeba watu kutoka kijiji cha Laini, wilaya Itilima CCM, na mamlaka zinadanganya umma hadi idadi ya watu waliopoteza maisha. CCM amechoka, wapo hoi. Kwa hiyo bana comment na watu walio DM na kuelezea hili jambo ni nyingi sana. So sisi tunalitazama tu kama lilivyo, na tunaendelea kubaki na taarifa ya wao wenyewe waliosema kwamba watu waliofariki ni 4 tu, na rais alipata wasaa kwenda kuwatembelea hao watu. Na watu kahoji, sawa tumeona rais kaenda hospitali, mbona tujaona rais akienda kwa wafiwa? Watu walikuwa wanahoji hivyo, mbona hajawatembelea wafiwa, inakuaje, namna gani, vipi hivi na vile. So hiyo yote
ni katika baadhi tu ya watu wakihoji na kuaje mbona hivi na vile, lakini swala la ubebaji wa watu limekuwa ni kama vile ni topic nyingine, yani paswa kichwa kweli kweli. Lakini yote tu hii ni kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, kuna kuwa na vuguvugu, kila mtu hili kila ile drop comment, tukomentisha kinoma noma bwana, kipi kimekushangaza na nini maoni yako, basi drop comment hapa chini.